hesabu ziko ili swali umekuja nalo kabisa. Bwana, tunakwenda kwenye mechi kweli ndugu zanguni. Tunakwenda kwenye mechi muhimu. Mechi ambayo sio tu wana Yanga, ni Watanzania wote watakuwa macho siku ya Jumamosi inshallah. Itakuwa ni saa 4 kwa saa za huku, saa 2 kwa saa za Morocco. Nimetoka kuzungumza mahala asubuhi na nitarudia tena. Tunakwenda kwenye mechi muhimu, lakini hatuendi kwenye mechi ngumu. Mechi ngumu Yanga tumeshamaliza dhidi ya Al Ahly. Tumecheza mechi ngumu ya kwanza Cairo, tumecheza mechi ngumu ya pili Zanzibar. Mwenyezi Mungu atuepushe kwanza na huo mtihani, lakini twende tukiwa very strong, tuamini kwamba inawezekana, na tushafanya mabalaa sana tukiwa tunaamini hivyo. Uzuri ni kwamba ni sisi na wao. Yaani hakuna atakayeongezeka. Hamna shabiki, hakuna mpambe. Ni sisi na wao kwenye pitch pale. Sasa tuna quality, tuna players wenye uzoefu. Hayo makelele yakitoka tukibakia wenyewe, mimi naamini kabisa kwa 100% tunakwenda kupata matokeo mazuri inshallah. Kwenye ile mechi dhidi ya Ahly, ngenga zilikuwa nyingi sana kwa upande wa mashabiki, swala ya nini. Kutokuwepo kwa hawa mashabiki wa 100% kwenye management, naamini itakuwa ni rahisi kwa nyinyi. Kwanza unajua ni Tanzania tu bado hatujaelewa maana ya nguvu ya mchezaji wa 12. Ni terminology ipo, lakini hatujawahi kujua, yani kuifeel kwamba mchezaji wa 12 inafananaje. Siku nenda kaskazini mwa Afrika, timu yao inataka matokeo. Sisi tunakwenda mashabiki hamna kwenye pitch, lakini nje ya uwanja tutaona, tutafeel joto. Watakuonyesha kwamba tunataka matokeo. Na wale hawakupigi. Wanachokifanya wao wanacheza na saikolojia ya mchezaji. Sisi siku moja tunacheza mechi Sudan na Al Hilal, tunapigwa 1 bila dakika 4 tutafungwa goli. Ile njia tulikuwa tunapita kuelekea uwanjani, mambo walikuwa wanatufanyia. Maana tulipita njia ambayo kwenye ngome yao mpita pap kwenye ni kama ucheze pale Yanga na timu kwa Mkapa, alafu ule njia mpite Jangwani pale mngokie hivi. Kwa hiyo wanakupitisha kwenye ngome yao. Hawa players wanaweka headphone masikioni hivi. Wakiona lile balaa wanavua zile. Wakishavua wakiwa wanaangalia balaa wanaanza kuzungumza. Hawa ndio wazimu. Hawa kazi ipo tayari pale, wameshafanikiwa wao. Kuwachukua tu kwenye focus yenu ya mechi, kuwaeta kwenye kujadili wao, washawachanganya. Kwa hiyo mkienda kwenye mechi Uarabuni alafu hamna mashabiki, kwa 100% hiyo ni advantage, utakiwa kuichukulia poa. Ikiwa hamna shabiki mnacheza wenyewe, hiyo ni advantage kubwa, kwa sababu wenzetu wanajua namna ya kumtumia shabiki kupata matokeo. Kwa hiyo sisi tunahesabu kama faida, na ndio maana tunaweka jitihada kubwa, nguvu kubwa kwenda kunufaika nayo siku ya Jumamosi inshallah. Simba wameshasema kwamba achana hizo stories za Simba kwamba watawaombea dua mbaya. Lini wameshaye kuomba dua nzuri kwa Yanga? Yaani lini? Nitajie siku moja tu ambayo Simba walikaa wakasema Mungu ijalie Yanga. Siku moja nitajie, moja tu. Simba wanachukia vitu ambavyo hata havichukii. Wajaombe dua Yanga ende robo. Wale sisi hatuwezi kuhesabia. Sisi tunajua watu wanatuombea dua. Tunajua Watanzania wote wakitoa mashabiki wa Simba wote wanatuombea dua tufanye vizuri. Hao Simba ni special package. Achana nao. Kwenye upande wa kikosi mwenyekiti, tumeona pia utatuambia pia hali yao, lakini mchezaji mpya yule bwana Buba bwana, tumeangalia logistic ya safari. Ilikuwa ujue aingie leo. Sasa leo anaingia, tunasafiri tunaelekea Morocco. Kwa hiyo tukamwambia wewe bwana, unganisha ndege zako, tukutane kituo cha kazi. Kwa hiyo Buba tutakutana naye wapi? Rabat, Morocco. Atakuwa anatusubiri pale. Kwa hiyo yeye atawahi, atajiandaa pale, timu itafika kesho inshallah, tutaungana naye, tutakwenda kufanya maandalizi ya pamoja. Umezungumza kuhusu Mzize, chini kidogo Mike, tutakuwa sionekani majumbani. Umezungumza kuhusu Mzize, mwalimu alichokiamua kwenye safari hii, kila silaha tumekusanya. Mzize ameshakuwa fit, niwaambie ni issue ya fitness, lakini ameshapona. Kwa mwalimu anaona kama akitrain wiki tu huyu atakuwa sawa. Na wiki ishamalizika, pengine kaona anamfaa, amechukua hiyo silaha, nani mchezaji wetu. Kwa hiyo itakavyohitajika tutatumia. Wote tumewachukua kwenye safari tukiamini wanaotakuwa msaada kwenye klabu yetu. Lakini vipi morali ya wachezaji baada ya kupata sare dhidi ya Al Ahly? Nani? Sio ya nani? Ameuliza nini morali ya wachezaji? Mazoezini. Wachezaji bwana wanafahamu umuhimu wa mchezo. Wachezaji wanafahamu nini kinakwenda kutokea. Unajua kwanza kuna raha kufuzu robo finali, kuna raha kufuzu robo finali ukiwa ugenini, na ugenini kwenyewe ni Morocco, taifa la kimpira, yani kuna raha yake.
Last time tulijisikia hivyo tulivyompiga Club Africain Tunisia. Yaani kuna raha yake ukienda kufuzu ugenini. Kwa hiyo wachezaji wanatambua hilo jambo na wanajua mzigo mkubwa wa fedha ambao uko mbele yao. Yaani wote wanajua kuna bonus mlima umewekwa wakipata matokeo kwenye mechi hiyo. Kwa hiyo hawahitaji kusikia tena kelele nyingine. Wanajua exactly nini wanayanga wanatarajia kutoka kwao. Na tunaamini wana uwezo wa kutupatia hilo jambo. Sisi tunao wachezaji wenye uzoefu, wachezaji wakubwa ambao wanaweza kutupatia hayo matokeo mazuri. Kwa mchezaji cup popote pale viongozi wanakuwa mbele. Vipi kwenye safari hii? Viongozi management ambao wamesafiri. Tupo karibia wote huko. Tupo karibia wote. Kuna ambao wanaondoka leo, kuna ambao wanaondoka kesho, kuna ambao wameshatangulia. Tupo karibia wote. Tunakwenda kwenye vita kubwa. Kwa hiyo tumeenda wote. Yaani pasitokee mahala pakapwaya. Tumeenda wote. Hamjamwona Privadinho hapa? Hatujaacha mtu ofisini. Nichukua mpaka Priva twende. Yaani pasitokee mahala pakapwaya. Waarabu wakitaka majibizano utamweka Priva. Hapana nao. Yaani hatujaacha mahala ambako patakuwa panavuja. Kwa hiyo tunakwenda kamili tukiamini ni mechi yetu muhimu ya kupata matokeo. Yaani sisi mentality yetu ni kwenda kushinda mchezo. Nyewe mnaweza msiamini, lakini mentality ya Yanga ni kwenda kushinda mchezo pale pale Morocco. Hiyo ndio akili yetu inatutuma hivyo, kwa sababu tunao uwezo huu wa kumfunga Farabati kwake. Yanga nao hiyo quality. Ni jihada za wachezaji na kubeba yule moyo wa kupambana ambao always wako nao. Sasa wanatakiwa waulete tena pale Morocco. Tutapata matokeo mazuri. Kuna vifaa vya michezo hapa tunaona vinaingizwa. Nani akatamaa? Mimi sijaona mtu mmoja aliyekatia Yanga tamaa. Binafsi sijaona kama kuna mtu Mtanzania ambaye amekatia tamaa Yanga, sijamuona. Naona Watanzania wote imani yao ipo kwa Yanga kwamba wanaweza kupata matokeo wakaipeleka Tanzania kimasomaso kwenye hatua robo finali. Kwa hiyo tusimamie hapo. Rais wa klabu yule ndiye anaingia. Chuma kinaingia. Mmemkosa? Chuma kinaingia hicho. Hakuna tulipoacha. Yaani hakuna tulipoacha hii mechi. Kwenda kuumana huko ndugu zangu. Mimi mechi ya Misri nilikuwa mnyonge, hamkuniona? Hamoni leo na bashasha. Wao tunaenda kufa nao. Mimi nawaambia. Subiri nitakuja kurudia tena. Msimu upi unatambo gani? Msimu gani? Sisi tunakwenda ugenini hapa kutafuta matokeo na masuala msimu uliopita. Sisi tunakwenda ugenini. Leo Morocco tunasafiri bismillah, tunafika kesho. Tukifika kesho Morocco tunaanza mazuri na siku mbili pale za kuseti mitambo. Alafu Jumamosi tutakutana. Yaani Jumamosi kaeni kwenye TV. Shapiga dua mnaweza kaeni kwenye TV mjue Yanga inapambania nchi siku hiyo Jumamosi inshallah. Ndio timu pekee ambayo inasafiri leo hapa tutazungumza kuhusu kufuzu. Hivi msisahau. Yaani ndio timu pekee leo niko airport nazungumza kuhusu kufuzu. Watakuja wazururaji wengine mtayaona. Sio kama Nabii atabiri watakuja wazururaji wengine hapa wanapita. Bado wanaoneche. Yaani nasema kuzungumza kufuzu. Yaani inawezekana iwezekani ni Yanga tunazungumza with confidence kwamba tunakwenda nafasi ya kufuzu. Watakuja wazururaji wengine hapa hawaeleweki. Wanafuata vitenge, wanafuata nini Azaka pia anayo nafasi. Azaka sasa yupo Zanzibar. Hawezi kuja hapa Terminal 3. Hapa Terminal 3 hapa. Peke yangu. Wewe njoo baada ya mimi kuondoka leo. Aje mtu mwingine unafuzu. Kama hawajakupiga. Wanaondoka. Wanafuata biashara zao. Watu wanafuata mabibo huko nini hamjui. Damala yule pale yule. Chuma kishafika Damala yule pale. Mwenyekiti. Baada ya mchezo dhidi ya Al Ahly kuna maneno mengi yaliongelewa kuhusu performance ya Boka. Vipi nyie kama management na viongozi mmekaa naye vipi kuhakikisha mnaweka saikolojia yake sawa kuelekea mchezo dhidi ya Farabati? Sasa kwanza Boka hamna hata kimoja alichokisoma cha kwanza. Hayo maoni yalikuwa tu Instagram, yalikuwa maoni ya kwake, hamna hata kimoja alichokisoma na yeye anafanya kazi na benchi la ufundi. Kama kuna mapungufu wenye jukumu la kumsahihisha Boka ni benchi la ufundi na wao ndio wanamsimamia. Haya mengine mitandaoni haya ni maoni tu ambayo tunayaona mimi na wewe. Wachezaji wakimaliza pale wanakwenda kwenye technical meeting, wanafanywa review, kwa video zinatokea pale, hapa nilikosea, hapa ni improve, hapa nilipatia, hapa vipi. Kwa hiyo wala hakuna athari yoyote ya kisaikolojia kama imemkuta eti Boka hapana. Yuko sawa na chuma kimeingia leo mundani, tunakwenda kuipambania Yanga. Yaani haya ya Al Ahly yameshakwisha, tuna Farabati mbele hapa. Tunakwenda. Sasa muda wangu umeisha, niruhusuni ni wahi ndege maana nao wazungu hao.